Yes, kwanza Ayatollah Ali Khamenei, huyu ni kiongozi wa kidini. Sawa eh? Huyu ni kiongozi ambaye amekuwa akiorodhesha vitu vitatu. Ni kiongozi wa kidini katika taifa la Iran. Ni mkuu wa nchi, huyu ndo anamiliki majeshi. Huyu ndo anaweza akatangaza vita. Bwana kama mbwai we mbwai. Yes. Lakini kule Iran kutazama, sawa, amekuwa akivisupport vikundi vya Hezbollah, vikundi vya Houthi, vikundi vya Hamas. Sasa baada ya kuanguka utawala wa Assad, vile vile Iran wamekuwa inatajwa kwamba wamekuwa wakishindwa kupeleka usaidizi wa silaha kwa mataifa kwa kikundi cha Hezbollah cha Shia kule Lebanon, hata kikundi cha Hamas, kwa sababu silaha ziko zinatoka Iran, sawa, sometimes zinapita huko Afghanistan, zinapita kwa Bashir al-Assad, amepinduliwa, ameondoka juzi ndio tumeona. Kwa maana ni kwamba yule El-Shara mtazamo wake sasa hivi umebadilika, kama vile ndio maana alisema bwana mimi huyu nataka asiwepo kabisa. Sasa kuna Mashariki ya Kati inatajwa kama kuna hizo vita vinaitwa proxy. Yaani proxy ni watu ambao wanapigana kwa niaba ya watu fulani. Sawa. Bana sisi tunaingia zetu vitani. Lakini kwa niaba ya watu fulani. Yaani Israeli ni proxy wa Marekani, Hezbollah, Hamas, Houthi ni proxy wa Iran. Wamekuwa kiunga mkono haya mashirika ya kimkakati. Sasa Iran unajua hawaamini katika uwepo wa taifa la Israeli. Kabisa, wanaamini kwamba watu walikuja, walituvamia. Na hiyo ukitazama ilikuja baada ya mapinduzi mwaka 1979 ambayo yalimuingiza ule Ruhollah Khamenei, kiongozi ambaye anatajwa kwamba ni baba wa taifa la Iran mwaka 79. Wakabadilisha siasa, wakatengeneza taifa la kidini la Kishia. Wakatoka kwenye masuala ya kisiasa. Yes, mwanzo walikuwa wana urafiki mzuri kabisa na Israeli kutazama, na Marekani, mikataba ya kimataifa. Lakini baada ya mapinduzi ya mwaka 79 wakatengeneza taifa kubwa la Kishia. Lakini vile kutazama wote tulienda kituo cha utamaduni. Tulienda shida ya Iran ni kwamba propaganda za kimagharibi ni kubwa kuliko uhalisia. Yaani wamekuwa wakifanya vizuri kwa maeneo mengi, teknolojia. Wako vizuri teknolojia, tulionyeshwa pale teknolojia. Yes, utamaduni, lakini propaganda kimagharibi imekuwa ni kubwa dhidi ya nguvu yao. Na tujifunze. Watu wamekuwa wakiwekeza kule taarifa. Unajua ukiweza kudhibiti taarifa, unaweza kudhibiti mindset za watu. Ukiweza kudhibiti taarifa, unaweza kudhibiti akili za watu. Kwa hiyo walichofanya Marekani wao wameweza kudhibiti mindset. Unapoangalia hizi BBC, hizi channel za propaganda ni kubwa huko. Yaani propaganda ndio maana nilichaka kusema hapa, niwaambia Sam kwamba yaani hizi unajua hizi channel ukitazama wenzetu wapo very smart. Yaani kazi yao ni kuhakikisha kwamba wanasambaza utamaduni wa kwao. Yaani uweze kusikia taarifa mbaya dhidi yao. Ndio maana ukiangalia kwa mfano CNN utasikia kwamba uvamizi wa Urusi. Unaona uvamizi wa Urusi. Lakini tazama taarifa vingine hivi vya Kirusi. Operation kukomboa ukanda wa Donbas. Sasa akili ni yako wewe. Lakini namna gani sasa watu wanapambana kule taarifa. Kwa hiyo sasa hivi kutazama imeibuka vita nyingine. Nani anaweza kutawala taarifa na kuweza kuwini ushawishi wa watu? Sasa hiyo naosoma siku nyingine namna gani propaganda zinapangwa. Alitufundisha nani Adolf Hitler. Alisema kwamba ukitumia propaganda unaweza kuambia tu ni mchana, kumbe usiku ukabadilisha mchana. Lakini sasa huyu jamaa ameenda direct kwamba muelewi kabisa Trump. Kabisa, na wamekuwa ukitazama hata ukimsikiza rais wao Masoud Pezeshkian amekuwa akipinga vikwazo vya taifa la za magharibi. Wamekuwa wamesema kwamba wanaendeleza harakati zao za kurutubisha mabomu ya nyuklia. Na ukimtazama Imamu Ayatollah, nimemsikia yuzi anasema kwamba wanasema kwamba eti walipiga Fordo Tehans kule Isfahan. Akana cheka, akasema na washangaa sana. Inataja vivyo Irani vile vinu vya nyuklia walivihamisha mapema kabla ya mzigo hujapigwa pale. Hawajapigwa kule maeneo yale Isfahan na kule Tehans. Lakini wakati mwingine mimi hizi hata siziaminiki. So inawezekana ndio zile propaganda unazosema niwe kufundishwa na ni moja hivi masuala propaganda kaona iseka kama ndio kuna vita unaweza kupigwa kweli lakini usio ndio maana kuna vita watu wanautangazwa sio halisi wamepunguza au wakati mwingine wanazidishia kwa sababu ya kitu fulani kwa nategemea yani bwana mzigo sasa hivi umekaja hasa hapa tuongeze raia walikuwa wengi ili kwa sababu ikae upande wetu. Kwa hiyo saa nyingine inawezekana kweli walivitoa mapema au ilikuwaje bana. Hizo ndo mambo yalivyojiri
kwenye ukanda wa kimataifa ambao tulikuwa tunauangazia, na hii tulomaliza nayo ni weekend kiniza kina nyinginezo hizo za uchumi na nini, bila shaka umezifahamu, na Afrika Mashariki hapo kwa hizo nchi ambazo zimetajwa. Umesikia pia Mchungu akielezea namna gani mambo yamekaa sawa. Kuna swali moja imeulizwa lakini wakati wangu sio mzuri sana. Kuna maswali kama 3 hapa. Swali la kwanza kutoka kwa Anisit Bashange, anaomba aulize, kwa hiyo Urusi haina ushirika wowote na nchi za Afrika? Anazo. Chape anazo nyingi. Na utagundua hata ile wakati wa kuonyesha majeshi yake na nini siku ya uhuru. Ndio maana sasa kuna urafiki mkubwa kati ya Traore na Putin. Nenda kule unataka kujua sasa hivi Urusi mkakati wake amegeukia Afrika. Ukanda wote wa Sahel. Wale wakina Goita, Mohamed Tishan, Ibrahim Traore, wote wamekuwa ni marafiki wa Urusi. Kuna nchi nyingi sana utakumbuka wengi walienda siku ile kwenye mapinduzi yake.